umefufuka, walimwengu wamekaa kimya. Meza ya Bwana sio kula ile mikate ya kanisani tu na zile juisi ambazo mnakunywa, zile juisi za zabibu za nini. Unaweza kanywa hizo na ukabaki mtenda dhambi. Ila damu ya Yesu ya kweli na mwili wa Kristo wa kweli ni kula neno lake ambalo lije kwenye ufahamu wako litakubadilisha na utakuwa mwana wa Mungu. Na sasa tukienda mbinguni tutaenda kula neno la Mungu. Maana Bwana alisema tutaenda kushiriki meza ya Bwana tukiwa huko mbinguni. Maana anaonyesha kwamba tutaenda kula neno la nani? La Mungu la uzima. Alafu ubatizo wa kweli sio kuzamishwa tu kwenye maji mengi au maji machache au maji nini. Unaweza kubatizwa kwenye maji mengi na kubaki kutenda dhambi na ukaenda jehanamu. Lazima maji, kubatizwa kwa maji ni pale unapopokea neno la Mungu na kuwa kama maji, kama yule mwanamke Msamaria ambaye Bwana Yesu alimtokea pale kisimani. Huyo ndio kuzaliwa kwa maji. Maana yake alipewa neno la Mungu ambalo hata una kiu tena, maana yake hata hitaji neno kutoka sehemu nyingine yoyote, hapana, bali neno la Kristo litakuwa lina nini? Linatosha. Kwa hiyo kubatizwa kwa maji ni kwa neno la